Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Kwa jina ni Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania na rais wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Kanda ya Afrika. Tunapoelekea kwenye kuadhimisha siku ya wanawake duniani, ninayo shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kuniumba mwanamke na kunipa nafasi kushiriki utume wa kanisa. Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu wa 2026 inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Wakati huo huo, ninapenda kuwaalika wanawake wote bila kujali imani, itikadi zao, waalika wote kusimama katika hili ambalo tumeitiwa kama wanawake wa Katoliki katika utumishi. Sisi wanawake tumepewa thamani kubwa sana, tumeumbwa kwa namna ya pekee sana. Tumepewa wajibu mkubwa sana katika familia, katika jamii na katika kanisa. Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake, lakini pia tumepewa upendeleo kushiriki kwa namna ya pekee uumbaji, kushiriki katika malezi ya familia. Sisi ndo mama wa kwanza, ndo mlezi wa kwanza, ndo mwalimu wa kwanza wa imani kwa watoto wetu. Ndiye wa kumfundisha mtoto kusema asante, ndio wa kumfundisha mtoto kusema samahani, ndio wa kumfundisha mtoto kujua kwamba yeye na mwingine wako sawa mbele za Mwenyezi Mungu. Maandiko yanatuambia katika kitabu kile cha Mwanzo kwamba Mungu aliwaumba kwa sura na mfano wake, mwanamke na mwanaume aliwaumba. Hatuko sawa, lakini tuna tofauti ili kukamilishana. Mungu hakutuumba kuwa wanyonge, Mungu hakutufanya kuwa wasaidizi kwa sababu ya unyonge wetu, lakini tumepewa nafasi ya kukamilishana. Tofauti zetu sio unyonge, tofauti zetu sio mapambano, tofauti zetu sio mapigano, lakini ni ili kukamilisha uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Baba ana nafasi yake kwenye familia, mama ana nafasi yake kwenye familia. Kila mmoja asimame kwa nafasi yake. Baba ni nguzo katika familia. Baba ni kimbilio katika familia. Baba ndio furaha ya watoto katika familia. Baba ndio wa kuhudumia familia, lakini mama ana nafasi yake kama msaidizi kwenye familia. Mahitaji yetu ya familia yafanyike kwa pamoja. Tumeona katika ulimwengu tunayoishi leo, mapigano ni mengi, vita ni nyingi, ugomvi katika familia. Watoto wanapitia changamoto nyingi sana kwa kukosa malezi ya wazazi wote wawili. Tunaendelea kusikia kwamba kuna manyanyaso kwenye familia, manyanyaso ya kijinsia. Sisi kama wanawake tumeitwa kuwa wabeba imani, wabeba amani, bearers of hope and bearers of peace. Tutumie nafasi hiyo kujenga madaraja yaliyobomoka. Tutumie nafasi hiyo kuleta majadiliano kwenye familia. Tunaweza kusema tunasamehe, lakini tusiishie tu kusamehe. Tusamehe, lakini pia kutoa nafasi ya kuleta mazungumzo, kuleta maelewano, kusikilizana. Mawasiliano ni sehemu ya suluhisho kwenye familia. Nipende kuwasihi wazazi, nipende kuwasihi wanawake wenzangu, baba na mama katika familia. Tutenge muda wa kukaa, kusikilizana na kuzungumza. Changamoto tulizonazo kwenye familia tunaweza kuzimaliza kwa mazungumzo. Kila mmoja achukue wajibu wake kama alivyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Tukiweza kusikilizana, tukiweza kutembea pamoja, hata magomvi tunayoyaona yatakwisha. Majeraha tunayoyaona yatakwisha. Tunapoadhimisha siku hii ya wanawake duniani, nimwombe kila mmoja wetu apige hatua ya kuweka msingi na kujenga madaraja kwa wengine. Tuwatembelee wahitaji, tutafute namna ya kuwapelekea furaha wale ambao wanapitia changamoto. Wanawake wa imani, nguzo katika kueneza Injili. Asante. Mama Evelyn Malisa Ntenga, kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika.